Somo letu tunalokwenda nalo ni somo linalosema wajumbe wa ushindi dhidi ya vita. Wajumbe wa ushindi dhidi ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 26 mstari wa 52 mpaka mstari wa 53. Neno la Bwana linasema, ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Mstari wa 53 Yesu anasema, ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye akaniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Yesu anauliza, je, wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye akaniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa ni scenario ambayo ilichukua nafasi wakati Yesu akiwa amesimama mbele ya wale ndugu waliokuwa wanamkamata, na akiwa na wanafunzi wake. Ilikuwa ni eneo la Getsemane, mahali alikokamatiwa alikokuwa anaendelea na maombi, mahali ambapo Yesu alimwambia Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nipendavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Alikuwa kina Petro, alikuwa na wana wa Zebedayo, alikuwa na watakatifu wengi ambao walikuwa kiomba naye. Kitu ambacho kilifanyika ni kwamba akiwa katika hali ya kuomba, wanakuja wanamkamata. Na kukamatwa kwa Bwana Yesu, walikuwepo Petro ambaye yeye alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kujihami. Petro akaamua kupigana vita kwa ajili ya kumpigania Yesu, na akamkata mmoja kati ya wale wakamataji, akamkata sikio. Alivyomkata sikio, Yesu akarudisha sikio lile na akamwambia, rudisha upanga alani mwake. Manake upanga urudi kwenye ala yake, na akamwambia, uwae kwa upanga atauawa kwa upanga. Maneno aliyoyatamka, akamwambia, je, kama ninataka kujipigania, kwani mimi ninashindwa kuagiza malaika, jeshi la malaika 12 ambao watasimama kwa ajili ya kunipigania juu ya hii changamoto? Maana yake ni kwamba tunapoona kwenye hii scenario, tunamuona Yesu akipiganiwa kwenye ile vita, na Petro alikuwa anajaribu kupigana yeye kwa ajili ya kumpigania Yesu. Alikuwa anapigana kimwili, alikuwa anajipambania. Lakini Yesu anatupa siri ya kwamba kwenye kila aina vita tunayopigana, hatupashwi kujipigania wenyewe, kwa sababu kiuhalisia tunao viumbe ambao Mungu alitupa kwa ajili ya kutupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Sijui kama kuna mtu mmoja kadaka hii point. Nasema hivi, kuna aina ya vita unapigana, lakini ile vita tumethibitishiwa ya kwamba aina ile ya vita unatakiwa kuishinda. Sijui kama naeleweka. Nasema hivi, kuna aina ya vita ambao unajipigania wewe, lakini asiri ya ile vita anatakiwa yani narudia tena, nataka niweke sawa. Nasema kuna aina ya vita ambao unajipigania wewe pasina kujua kwamba Mungu amekuwekea jeshi kubwa sana ambalo lipo kwa ajili ya kukupigania. Ni kazi yako wewe kuomba ama kuagiza. Kwa nini ninasema hivyo? Asilimia kubwa ya Wakristo hawana elimu ya namna ya kuagiza malaika, lakini washirikina unaopambana nao, wao wanayo elimu ya namna ya kuagiza mapepo, ya kuagiza majini. Si kila vita unaopigana na adui zako ni wao wanaingia kwenye ile battlefield. Mara nyingi wao wanaagiza entities
wanaagiza vyombo vyao, wanaagiza roho zao, wao wakiwa wamerelax. Sasa wewe kama Mkristo kwenye kila aina ya vita unasonga front. Wewe kama wewe unasahau ya kwamba Mungu amekuwekea mfumo kwa ajili ya kushinda hiyo vita. Unasema mtumishi, imekaaje? Yesu anazungumza na Petro, anamwambia rudisha upanga wako alani mwake. Manake kuna mahali, kuna aina ya vita utakiwi kujipigania wewe kwa akili yako, ila unatakiwa kuagiza. Ndio maana Yesu anazungumza, anasema, je, mimi siwezi kumwomba Baba yangu akanipa majeshi 12 ya malaika? Manake nini anachosema? Kuna aina ya vita nyingine inapokuja kwenye maisha yako, ni jukumu lako kumwomba Mungu, na ni haki yako kupewa kundi la malaika ambao watasimama kwa ajili yako na kukupigania. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi sana ni rahisi kumkuta Mkristo anasema, ninabomoa, ninavunja, ninaharibu, ninang'oa, napeleka moto. Lakini ni mara chache sana kukuta Mkristo anaagiza malaika. Elimu ya kuagiza malaika kama wajumbe wa ushindi dhidi ya vita yako, wengi hamna hiyo elimu. Wengi huwa mnaomba wenyewe, lakini mnaopambana nao wao wanaagiza majini. Kuna muda wao wamepumzika, wanaendelea na mambo yao, wao wanakuagizia mapepo. Wewe unataka kuvunja wewe kila kitu. Wako malaika ambao wanaitwa wajumbe. Yesu anatufunulia kwamba kama Yesu kumbe angetaka kupambana na ile vita, asingepambana kwa upanga. Yesu angeamua kutuma malaika, majeshi 12 ya malaika. Ndicho anachotufafanulia. Narudia tena, Yesu kama angetaka kupigana ile vita, angeagiza nini? Malaika. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kuna mahali mtu mmoja ananielewa ninachokisema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Anamwambia Petro, rudisha upanga arani mwake. Kwani mimi ningetaka kuishinda hii vita, nashindwa kuagiza malaika? Manake siri tunayoipata ni kwamba kwenye aina yoyote ya vita unatakiwa kuwa unajua namna ya kuliagiza jeshi. Niliwahi kukuambia siku moja, katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu huu, watu wengi wanaotawala ni wale wanaojua kujiunganisha na viumbe vya rohoni. Kumbuka niliwahi kukufundisha somo linaitwa biashara katika ulimwengu wa roho. Na lile somo la biashara ya ulimwengu wa roho, nilikuonesha namna ambavyo baadhi ya wajanja wachache wanafanya biashara na majini, wanafanya biashara na kuzimu, wakiziuza nafsi. Manake wameingia katika mapatano ya kupatana na viumbe wa kuzimu, viumbe wa kiroho wanaoitwa majini, wanaoitwa aina fulani ya miungu. Wana connect nao, wanafanya nao biashara. Na mimi nikakwambia, yoyote anayefanikiwa kwenye haya maisha ya duniani ni mtu yoyote ambaye anajua kuvitumia viumbe vya rohoni. Viumbe vya rohoni vimewekwa kwa ajili yako mwanadamu. Sasa unavitumiaje? Wakati washirikina, waganga, wapiga faraki, waganga wa abjadi, waganga wa sihiri na wapiga mafundo, waganga wapiga tarasimu, waganga wafuga maluhani, aina ya washirikina wote na wasihiri pamoja na wasoma nyota, wakati wao wanajifunza kutumia falme za giza, kutumia majini, wewe unatakiwa kujifunza kutumia malaika. Malaika ni wajumbe ambao wanaweza wakakusaidia huku wewe unaendelea kula popcorn, wao wanapambana. Ni kazi yao, ni jukumu lao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anamzuia Petro, anamwambia, wewe, hata kama ningetaka kushindana na hii vita, mimi nisingeshindana kama unavyoshindana. Mimi ningeomba tu jeshi la malaika, majeshi 12 ya malaika angeweza kushughulika na hii. Maana yake ni kwamba Yesu anatuambia kuna aina ya vita tunapigana ambayo tulitakiwa kuagiza malaika. Na unajua Wakristo wengi hawajui kwa nini malaika waliumbwa. Kwa nini malaika wapo? Wanadhani malaika waliumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu tu. Hapana. Moja kati ya kazi waliotengenezewa malaika ni pamoja na kumtumikia mwanadamu. Kwa sababu wewe
ni Mungu mmiliki wa dunia hii, wewe ni Mungu wa dunia hii. Utasema mtumishi imekaje? Wakati Mungu anasema ya kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, nchi amewapa wanadamu. Manake yeye akiwa anatawala mbinguni, yeye alikupa utawale duniani. Manake wewe uwe wakili wake hapa. Wakili wa Marekani anayekaa Tanzania anapotoa announcement, anapotamka, ni rais wa Marekani ametamka. Hata kama ametamka kutoka kwenye matakwa yake, kutoka kwenye maamuzi yake, kutoka kwenye utashi wake, akatamka hapa Tanzania chochote, ni serikali ya Marekani imetamka. Manake kama barozi wa Marekani aliyeko Tanzania anamwakilisha rais, anapotamka ni rais kasema. Manake wewe uliletwa hapa duniani ili umwakilishe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Kuna mahali tunaelewana vizuri. Nisikilize na unisikilize vizuri sana. Nimewahi kukuambia wewe ulifanyika kuwa Mungu hapa duniani, na ndio maana Mungu anaitwa Mungu wa miungu. Mimi na wewe sisi ni miungu ambao tunatawala. Utasema mtumishi imekaaje? Moja kati ya kitu ambacho mwanadamu amepewa ni kila ambacho Mungu tu anacho. Hakuna malaika wala kiumbe mwingine alichenacho. Kwa mfano, mwanadamu umepewa maamuzi huru. Mwenye maamuzi huru ni Mungu peke yake na mwanadamu. Mbinguni na duniani hakuna kiumbe kingine chenye maamuzi huru, kujiamlia cha kufanya. Ni Mungu na wewe tu ndio una uwezo wa kujiamlia cha kufanya. Aliyepewa uwezo wa kutawala, ukisoma katika Mwanzo 1:26 mpaka 28, Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale. Mwanadamu liletwa duniani kutawala. Sifa hii anayo Mungu. Lakini sifa nyingine, umeumbwa kwa mfano wake. Manaka amekufananisha na yeye, manaka ameumba Mungu mdogo wa kutawala duniani. Lakini akasema, akakupa uwezo wa kutawala na kutiisha. Mwenye uwezo wa kutawala na kutiisha ni Mungu tu. Lakini mwenye uwezo wa kupanga, manaka akaweka mpaka ushirika na wewe. Akaweka ushirika, akakupa mamlaka. Kwenye kitabu cha Mathayo 18:18 anasema utakalolifungua duniani. Manake Mungu mdogo duniani atakapofungua, mbinguni nako atafungua. Atakapofunga, mbinguni watafunga. Manake amekupa uwezo wa kuamua unachotaka kiwe. Sasa kama kakufanya kuwa Mungu, tunarudi kwa malaika. Malaika wameumbwa kwa ajili ya Mungu, kumtumikia Mungu na kumtumikia mwana wa Mungu ambaye wewe pia ni Mungu. Elewa, Mungu anaitwa Mungu wa miungu. Unafikiri miungu ni ipi? Unafikiri miungu hiyo ni ipi? Miungu ni mimi na wewe. Na ndio maana wakati shetani wakati Adamu akiwa Edeni, kabla shetani hajafanya hila zake, Adamu akafukuzwa Edeni. Adamu alikuwa na nafasi ya Mungu kwa dunia, lakini sio mbinguni. Na ndio maana Adamu alikuwa anatembelewa na Mungu wakati wa jua kupunga. Adamu alivyofanya makosa, akatoka kwenye nafasi yake ya uungu, shetani akaitwa Mungu wa dunia. Kasome maandiko yako. Shetani akachukua kile kiti cha Adamu. Adamu alikuwa anaitwa Mungu wa dunia, shetani akaanza kuitwa Mungu wa dunia badala ya Adamu. Na ndio maana wakati anamjaribu Yesu pale nyikani, anamuinua, maandiko yanasema akamuonesha kwa dakika moja, akamuonesha fahari yote ya dunia, hazina yote ya dunia kwa dakika moja. Akamwambia mimi humpa yoyote nimtakaye. Hiyo fahari na hazina alitoa wapi? Alitoa kwa Adamu Edeni, wakati Adamu nafasi yake. Nafasi ya asili ya mwanadamu ulitengenezwa kuwa Mungu. Ndio maana ulipewa sifa zote ambazo Mungu anazo. Uwezo wa kuumba kwa maneno. Na ndio maana nikukumbushe tu, hata shetani hana uwezo wa kufanya chochote kwenye maisha yako mpaka akutegee. Akutege kwa maneno, ujitamkie mimi nitakufa, mimi sijui kama nitafanikiwa, mimi maisha yangu nadhani ni ya hivi hivi. Unapotamka napata uhalali. Kwa nini? Kwenye neno lako kuna nguvu ya uumbaji. Kama ambavyo Mungu aliumba dunia kwa maneno ya kinywa chake, ndivyo ambavyo na wewe kile unachokinena unakiumba.
Sasa itoshe kusema kwamba wewe ulifanyika kuwa mtawala, manake malaika wamewekwa chini yako. Sasa kama malaika wamewekwa chini yako, wewe unatakiwa kuagiza malaika. Ndio maana nikasema watu wengi wanaamini kwamba malaika ni kwa ajili ya Mungu, ndio maana hawajishughulishi. Unaopambana nao, wachawi, washirikina, waganga wanaokuroga, wanatumia malaika. Lakini wewe hautaki kuagiza malaika. Kila maombi unayoomba unasonga wewe front. Yesu anazungumza kwenye Mathayo sura ile ya 26 mstari wa 52 mpaka 53. Kwenye ule mstari wa 53 anasema, ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu naye akaniletea saa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Manake vita hii unayoiona mimi ninaweza nikamwagiza Mungu, nikamwomba Mungu akaniletea malaika. Vita hii unayoiona, manake Yesu anatupa kodi, anatupa ufunguo wa kwamba kumbe kuna vita tukipatana nayo tuombe malaika. Kama yeye ile vita angetaka kutoka, nachomaanisha angeomba nini? Malaika, si ndio? Manake hata sisi tunapotaka kutoka kwenye aina fulani ya vita tunatakiwa kuomba malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Somo letu usisahau ni wajumbe wa ushindi dhidi ya vita. Unao wajumbe wengi, na cha kushangaza kidogo, Yesu anasema kwa kuwa anasema, ama wadhani kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu akaniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika. Wakati anazungumza hivyo Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? 12. Maana unaelewa alichokuwa anamaanisha? Kila mtu mmoja ana jeshi moja la malaika, kwa sababu alizungumza kulingana na namba ya wanafunzi wake. Wanafunzi wake walikuwa 12. Mmoja alikuwa measi ambaye alikuja kumbusu. Tunaelewana? Kwa walikuwa wanafunzi 11, sawa? Na Yesu wangapi? Wa 12. Maana anaposema kwani mimi nashindwa kuagiza jeshi la malaika, maana anachomaanisha ni kwamba jeshi la malaika linaweza likaja, na linapokuja jeshi la malaika linakuja kwa idadi ya wale watu. Manake kila mtu mmoja anao wajumbe, jeshi zima. Kila mchaji mmoja wa Mungu, mtu anayemcha Mungu, anao jeshi la malaika. Sikiliza, nilikwambia kwenye somo ambalo tunaendelea nalo la nguvu ya utu wa ndani, kuna neno nilikwambia kwamba ungejua uwezo na nguvu ambao Mungu ameweka ndani yako, usingekuwa mlalamishi ambaye unaonekana umekata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu maisha tulionayo ni maisha yaliyojaa uchaguzi. Kila kitu unachokiishi katika maisha haya ni wewe unakuwa umechagua, aidha kwa kujua ama kwa kutokujua. Nikakwambia neno gumu kidogo, nikakwambia kuzaliwa maskini sio kosa. Kosa ni kufa maskini. Nakwambia ukweli, hata umaskini watu wanauruhusu wenyewe. Changamoto unaziruhusu mwenyewe, kwa sababu maisha tulio nayo ni full of choice, ni maisha yaliyojaa uchaguzi. Chochote unachokipata utakiwa kumlaumu mtu, ni wewe ulichagua. Utasema mtumishi mekave. Kwa mfano unaporogwa ukawa maskini na kuomba hauombi, swala la kuomba na kutokuomba nani anachagua? Mungu anakulazimisha? Unachagua wewe kutokuomba. Kwa unapokuwa maskini, unaporogwa, afya yako ikakongoloka, utamlaumu mtu? Usimlaumu wala usilaumu wachawi. Ni wewe ndio umechagua kurogwa. Kwa nini? Kwa sababu hukuchagua kuomba. Kwa hiyo aina ya maisha ulio nayo unachagua. Ni kama ambavyo mwanafunzi kufeli. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi mimi nitoa ushuhuda kidogo sio mzuri sana wa maisha yangu. Unajua tumepita pia na sisi kwenye kahistoria fulani. Kuna kakaangu ambaye sasa hivi ni electrical engineer, yuko serikalini pande wa TANESCO. Hivi tunavyozungumza sasa hivi yuko China. Ninayemfuata ameenda kikazi.
Huyu jamaa alikuwa anasoma sana, alikuwa anasoma mpaka anaweka miguu kwenye ndoo. Muda yeye anasoma, sisi tunalala. Alikuwa anakesha, alikuwa anajitesa yule ndugu. Mzee Mbilinya anamfahamu. Alikuwa anakesha. Alikuwa wa kwanza toka shule ya msingi mpaka la 7. Form 4 kwenye ile shule aliyotoka alipiga 1 ambao mpaka sasa haijawahi kuvunjwa. Rekodi yake iko. Alipiga 1 ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Ambao ndio 1 kubwa. Lakini angalia maisha yake aliyoyachagua ili aipate ile 1. Alikuwa na kesha. Muda ambao sisi tunacheza danadana, tunacheza kombolela, tunacheza michezo mingine, yeye anasoma. Alikuwa yuko serious. Na usiriasi wake wa kupenda masomo, alijikuta ndugu zetu wote wanampenda. Alafu mimi nilikuwa mtukutu. Kwanza mimi picha linaanza ni waga sipendi kuoga. Nilikuwa sipendi kusoma. Yaani kila kitu kizuri mimi nilikuwa sipendi. Nilikuwa sipendi kuoga, nilikuwa sipendi kusoma. Nilikuwa ni kituko. Ukiniona hivi, kweli acha Bwana aitwe Bwana. Sema amina. Mungu anajua kuwabadilisha watu. Amen. Nilikuwa ni kijana mtukutu ambaye kwanza sitaki kutumwa, ni ugomvi. Mgeni akija nyumbani haiishi wiki, mimi ndo nitaanza kugombana naye. Haleluya. Nilikuwa sitaki kusoma. Nilikuwa naona ni kero kusoma. Kero. Kwa hiyo huyu ndugu yeye akawa amemaliza vizuri form 6 yake, akaja UDOM. Akaja chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa. Mimi nakumbuka nilivyomaliza form 4. Unajua ile kuandika jina, unaandika jina afu unaangalia kuanzia swali la kwanza la mtihani mpaka la mwisho, huoni la kujibu jibu lipi. Kwa hiyo mimi nilikuwa najibu, kuna kipengele kinaitwa magazi juto. Sio magazi juto, sorry. Nini kile mabano, nini? Multiple choice. Magazi juto ni body mass. Ndo magazi juto. Ndo uelewe sasa kwamba tulikotoka ni mbali. Tulikotoka ni mbali. Bwana Yesu asifiwe. Ndio changanya magazi juto na nini tena inaitwa ile? Multiple choice. Sasa mimi nilikuwa naendaga kwenye multiple choice. Naweza nikapata kalamu hapa mara moja nirushiwe hapa. Tafadhali kimbia. Nikuoneshe tulivyokuwa tunajibu multiple choice. Nikimwona mtoto anajibu hivyo nitapambana naye. Sisi tulikuwa nilikuwa nazizungusha A, B, C, D, E zote ambazo zimewekwa pale. Afrika kufanya hivi. Naangalia nikiona A ndio naenda kwa bahati nasibu najaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakuna ninachojua. Kwa hiyo angalia sasa. Kilipo baada ya ule mtihani, na mitihani mingine nilikuwa naandika. Sasa unajua hesabu haina multiple choice. Kwa hesabu yenyewe nilichofanya niliwasaidia tu kuandika jina, namba yangu ya mtihani. Matokeo yanakuja kutoka. Nilichokuja kushangaa, walinishangaa maana mimi nilikuwa sijielewi. Kaka yangu alinishangaa kwa sababu alikuwa anajua maisha yangu. Alikuwa yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam na mimi nilikutwa niko Dar es Salaam wakati matokeo yangu yanatoka. Nikawa namsumbua bana, fuatilia nasikia matokeo yametoka. Kaka yangu alinipigia simu akaniambia, na wewe unahangaika kutafuta matokeo yako? Umeelewa manake? Yaani pressure ya nini wakati unajua unachokipata? Yaani unahangaika nini? Matokeo kweli yalitoka. Imagine, na mimi nilikuwa na ndoto za kufaulu. Nini ninachosema? Watu wengi wana maamuzi wanayoyataka wao ambayo wanajua hayatawaletea faida na wameamua, lakini wanataka matokeo mazuri. Kuna mtu anamlalamikia Mungu, anamwambia Mungu, mbona umeniacha? Mbona umeniacha? Mbona umeniacha? Lakini angalia maamuzi anayoishi. Wewe unatembea na Mungu masaa yote. Wewe mwenyewe umemwacha. Ibada zako za Jumapili mpaka Jumapili.
Hivi Mungu akisema na yeye apumzika au anakucheki mpaka Jumapili, unajua hapo katikati utaishije? Kwa nini ninachotamka ni kwamba aina ya maisha ulio nayo ni unachagua. Usimlaumu mtu juu ya maisha yako, acha hiyo kitu. Na wakati mwingine nikwambie, usilaumu wachawi. Wachawi wapo toka enzi za Yesu, toka enzi za manabii na mitume katika Agano la Kale. Washirikina walikuwepo. Yesu mwenyewe amekuja, alimwacha mtu mmoja anaitwa Ba Yesu. Wakati mtume Paulo anafundisha, anataka kugeuza moyo waliwali apate kumwokoa, apate kutubu dhambi, kuna jamaa anaitwa Ba Yesu, mshirikina mmoja anapambana kumgeuza moyo liwali. Kwa usilaumu washirikina, wapo tu. Unajua, ngoja nikwambie, unapotembea vibaya ukajikwaa, usilaumu kisiki. Visiki vipo tu, unatakiwa kuwa na akili timamu ya kuangalia visiki. Kuna mtu mmoja ananielewa? Kwa wachawi ni kama visiki, unajikwaa kwa kutokuwa makini kuangalia. Manake kama unataka wasipambane na wewe, kuwa mtu wa ibada, kuwa mtu wa maombi. I tell you. Sasa nakuja upande wa malaika. Malaika unao, lakini umechagua kutokuwatumia. Tuko kwenye eneo la uchaguzi. Unao, lakini ni wewe umechagua kutokuwatumia. Wenzio wanatuma majini, wewe haujui kutuma malaika. Kila maombi ukiomba ni wewe unasonga front peke yako, lakini wako wajumbe wa ushindi dhidi ya vita yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wajumbe hawa ndio waliomshinda shetani huko mbinguni. Hatuoni Mungu akipigana na shetani mbinguni. Yeye aliagiza wajumbe. Manake na wewe kama ni Mungu hapa duniani, kama nilivyokuelekeza, manake na wewe unatakiwa kumshinda shetani kama alivyoshindwa mbinguni, na hapa atashindwa vile vile. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 12. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7 mpaka wa 12. Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka mstari wa 12. Neno la Bwana linasema, kulikuwa na vita mbinguni. Sikiliza, kumbuka somo letu ni wajumbe wa ushindi dhidi ya vita. Anasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Kumbe Mikaeli pamoja na malaika, Mikaeli kama malaika wa vita, askari mlinzi huyu wa vita. Kumbe yeye na malaika zake wanajua vizuri namna ya kupigana na shetani ili wamshinde. Kwa nini? Waliwahi kupigana naye mbinguni. Narudia tena mstari wa 7. Anasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda. Nani hawakushinda? Hawakushinda. Yule shetani pamoja na malaika zake hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Manake shetani alipigwa mbinguni. Alipigwa na nani? Hakupigwa na Mungu, alipigwa na wajumbe. Wajumbe sio watu. Unakumbuka huo msemo miaka 5 iliyopita? Wajumbe sio watu. Bwana Yesu asifiwe. Wajumbe wa vita wanaitwa malaika, wanamtandika shetani. Mstari wa 8 anasema nao hawakushinda. Shetani na timu yake hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Mstari wa 9 anasema yule joka katupwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yule joka katupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Mstari wa 10 anasema nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na malaika na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao
ambao hawakupenda maisha yao hatakufa. Nitakuja kumalizia mstari wa 12. Sikiliza. Malaika wanashangilia baada ya kulipiga lile dude. Wakalitupa pamoja na malaika zake. Lakini walimtupa wapi shetani? Walimtupa duniani. Wao wamepambana naye wakamtupa. Na maandiko yanaeleza moja kati ya kisa ambacho shetani alikuwa anakifanya ni kuwashtaki hawa watu kwa Mungu. Kwa wanaamua kumtupa duniani. Sisi ndo tuhenye naye. Wewe mbinguni amepigwa na malaika, afu duniani unataka kupambana na wewe peke yako. Sikiliza, wewe ni mkuu sana kupambana na shetani. By the way, shetani alishawekwa chini ya miguu yako. Haleluya. Wako malaika ambao wanatakiwa kupambana naye, kama ambavyo walipigana nao wapi? Mbinguni. Hao maana malaika si wapo. Hao ndo watapigana naye hapa, kwa sababu wao ndo wanajua. Bwana Yesu asifiwe. Wao ndo wana ufundi wa namna kumshinda, wanamjua madhaifu yake, wanamjua namna kushughulika naye. Kuna mahali tunaelewana. Yesu anamwambia Petro, kwani unadhani mimi siwezi kuomba jeshi la malaika wakaja wakapigana hii vita? Manake Yesu kila vita alikuwa na uwezo, kama akitaka vita yoyote anaagiza malaika. Haleluya. Wewe unaamini malaika wameletwa kwa ajili ya kuabudu Mungu tu? Wewe thubutu. Wale ni watendakazi, wale ni wafanyakazi. Mstari wa 12 anasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu. Manake mbinguni washangilie nanyi mkaaumo. Lakini anasema ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua anao wakati nini? Mchache, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Iko hivi. Ninapoona kuna changamoto fulani imempata jirani yangu, akaishinda ile changamoto, jirani yangu akaishinda ile changamoto, alafu changamoto itakapofika kwangu, sitapambana na ile changamoto, nitamuuliza jirani, ulishinda shindaje ile vita? Kuna mahali tunaelewana. Hata kama ni vita ya uchumi, vita ya biashara, vita yoyote, mwenye akili huwa anatafuta aliyewahi kuishinda ile vita, anamuuliza ulishindaje. Alafu akishajua namna ambavyo huyu ndugu alivyoshinda hii vita, basi atatumia formula ile ile ambayo alishinda huyu, na yeye atashinda. Iko hivi, mbinguni walimshinda shetani. Kwa sisi ili tumshinde shetani lazima tuulize mbinguni walimshinda shindaje. Haleluya. Alafu tukishajua mbinguni walishinda shindaje, formula ile vile walivyomtandika mbinguni, na hapa atatandikwa vile kwa jina la Yesu. Yeye na malaika zake, yeye na washirikina wake, yeye na majini wake, yeye na wachawi na waganga, wote watapigwa kwa namna ile waliopigwa mbinguni. Sema amina. Usipambane kwa formula zako mwenyewe, utapigwa. Angalia aliyeshinda alishindaje. Wafanya biashara mnajua, unapopita kwenye changamoto huwa kuna watu unawafuata, oya wewe inakaaje? Wagu unavukaje hapa? Anakupa maelekezo. Okay, kama ni hivyo sawa. Tafuta walioshinda walishindaje. Sasa tunaona namna ambavyo shetani alishindwa katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka 12. Alishindaje? Ni malaika hawa walishinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, lakini malaika walitumika kupiga. Manake wao wanajua kumanuva ili waweze kuipiga ile vita. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Unayepambana naye anaagiza majini, wewe unaenda mwenye baba shakataya. Sawa, re baba shakataya. Unaenda na nani? Una Roho Mtakatifu na Yesu. Wapo malaika. Yesu jina lake lina nguvu, lakini kuna vyombo vinavyotakiwa kufanya. Wako malaika wanaotenda kazi kukamilisha. Yesu ni mtawala, Yesu ni mfalme. Amili jeshi yeye anaagiza. Yeye haingii front.
Kuna mahali tunaelewana watu. Kuna mahali tunaelewana. Na hili somo mama mchungaji hakuwa analijua wala halifahamu kabisa. Lakini nikiwa mimi najiandaa kuja madhabahuni, ili somo nikawa nimepewa na Roho Mtakatifu asubuhi mapema, nikiwa naliandika, nikasikia mama mchungaji hapa nje na yeye kanisani anaomba, anaagiza malaika. I was like wow, Roho Bwana ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Kuna mahali tunaenda sambamba. Sasa nataka nikukumbushe tu kwamba hawa wajumbe ambao ni malaika wamewekwa chini ya wana wa Mungu. Maana wamewekwa katika uwezo wako. Ni kazi yako kuwaagiza. Ni kazi yako kuwaagiza. Badilisha akili yako. Anza kuwa unapambana ukiwa unatumia malaika. Agiza malaika. Anayeshinda, na kukumbusha kama nilivyoanza mwanzo, anayeshinda kwenye haya maisha ni yule anayekuwa na connection na viumbe wa rohoni. Hata mchawi yule ambaye anashirikiana na viumbe wa rohoni, anashirikiana na majini, ana nguvu kuliko mwanga wa kawaida anayewanga mwenyewe. Kwa sababu mchawi anayeagiza majini, kuna muda yeye anapumzika na yatuma yanaenda kufanya. Huyu ni lazima aende yeye. Kuna tofauti. Na wewe ndivyo unavyotakiwa. Wewe uagizi majini, wewe wako malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na labda nikusaidie, wale walioasi na shetani wakaanguka katika makundi manne, liondoke kundi moja. Katika makundi matatu liondoke kundi moja. Maana makundi mawili yalibaki, alichukua moja ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Maana majini, kwa mahesabu hayo, majini na viumbe vingine vyote vya kiroho vya giza, idadi yao ni ndogo ukilinganisha na idadi ya malaika ambao wako upande wako. Sungemshangilia Bwana kwa makofi mengi mengi. Lakini ninarudia, maamuzi ya kuagiza hawa viumbe yako kwako. Hawa viumbe hawajapewa free will. Narudia tena, hawa viumbe hawajapewa maamuzi huru. Hawajipangii cha kufanya. Kwa hiyo wanaweza wakawa wanaona unapita pagumu, lakini kama haujajua namna ya kuwaagiza, watakaa wanaangalia, kwa sababu wao wanaishi kwa amri, aidha kutoka kwa Mungu ama kutoka kwako. Mtu yoyote anapoanza kuomba, malaika wanaanza kuanimate, wanaanza kumove, wanaanza kusubiri kupata signal, kupata order. Kama maaskari. Askari yoyote mwaminifu na mtiifu hajiamrii cha kufanya, anaenda kwa order. Askari akiamrishwa kukukamata, hata kama huna kosa, lakini aliyemwamrisha ni mwenye mamlaka, anakukamata. Kwani amuonaji wenye mamlaka anasema ondoka naye huyo? Polisi yeye hahoji kwamba unakosa ama hauna kosa. Jamani, kweli si kweli? Ndivyo malaika wanavyofanya. Watu hawajadaka. Nasema hivi, hamjawahi kuona mtu analeta ubishi labda mbele ya kiongozi fulani? Hiyo hulka ipo Tanzania, sio? Alafu mtawala anasema nendeni mkamweke ndani siku 2. Polisi waga hawahoji kwamba bana ndugu yangu umekosea nini? Unakosa, sio kazi yao. Unakosa gani eti? Wao kishaambiwa tia pingu, watatia pingu. Hawaulizi kwamba unakosa. Wao haiwahusu. Na watakuweka ndani sawa sawa na amri waliopewa, manake they are living under order. Ndivyo malaika kama watumishi wanaishi kwa order. Unapoagiza wakafanye jambo kwa mshirikina, wao hawaulizi kwamba kipimo cha adhabu unayoituma kule inalingana na kosa lenyewe. Sio wajibu wao. Wao wanaishi kwa amri. Lakini kama hautawatumia malaika, hautajua namna ya kuwatumia malaika, unaweza ukapigwa
ingawa una jeshi la malaika. Unajua tunapozungumza jeshi, nenda kachukua tafsiri ya jeshi, region, jeshi la mapepo waliokuwa wamemwingia ule mtu kutoka kwa Wagerasi. Alikuwa ameingiwa na jeshi. Manake maandiko yanasema ni zaidi ya malaika 5,000, zaidi ya mapepo 5,000. Manake na wewe unaposema una jeshi moja, manake una malaika 5,000 zaidi ambao wanakulinda. Lakini unaelewa kwa nini? Kwa sababu haujui kuwaagiza. Kwa wako hivi, wamerelax, wanasubiri amri yako. Manake una kikosi kimoja cha malaika. Utasema mtumishi mekaji, wakati Yesu anazungumza na wanafunzi wake kwa habari ya jeshi, alizungumzaje? Alisema, au haujui kama mimi naweza kumwagiza Baba muda wowote akanipa majeshi 12 ya malaika? Majeshi 12. Walikuwa wako wangapi? Walikuwa 12. Kwa nini? Yuda alikuwa ameasi. Kwa alikuwa ni Yesu pamoja na wanafunzi 11. Walikuwa 12. Maana unapoomba majeshi 12, manake kila mmoja ana jeshi moja analoweza kuomba kwa ajili yake. Lakini unajua mahesabu ya malaika, malaika mmoja anaweza kupiga watu wangapi? Yaani hilo jeshi linaweza likapindua dunia nzima, maana yake jeshi moja. Na ndio maana some maandiko yako. Wakati jeshi la Washami limekuja kumzunguka mtumishi wa Mungu Elisha, yeye aliendelea kula kuku kwa mlija. Mfanyakazi wake Gehazi akachungulia nje, akakuta jeshi la Washami limewazingira. Hili jeshi la Washami waliagizwa na mfalme wa Shami kwa Elisha baada ya kugundua kila kitu wanachokipanga kama jeshi. Elisha anapata taarifa na anamwambia mfalme. Kwa mfalme wa Washami akasema, hapana, lazima tutafute namna ya kutafuta nani anapelekaga umbea kwa mfalme wa Israeli. Ndipo baadhi ya maaskari wakamwambia, bana, kuna nabii mmoja anaitwa Elisha. Huyu nabii, wewe unachokiwaza, wakamwambia mfalme, wewe unachokiwaza chumbani kwako ukiwa umelala kitandani kwako, Elisha anakijua. Wakasema, sasa tufanyeje? Tudili na Elisha, tudili na muonaji. Wakatuma jeshi la malaika kwa Elisha. Walipofika kwa Elisha, wakazingira eneo lote wakiwa wanajipanga kwenda kuvamia. Gehazi ametoka nje, akaona wamezungukwa na jeshi la Washami. Gehazi akarudi ndani akamwambia, ole wetu bwana wangu, maana tumevamiwa. Unajua Elisha alimwambiaje? Usiogope, walio upande wako ni wengi kuliko walio upande wao. Hii ni kauli ya kishujaa. Sema amina, amina, amina. Unajua nawaambia, ukiokoke inabidi uwe na attitude kidogo. Kama huna attitude huwezi kuenjoy urokole. Ukiokoke inabidi uwe na kakiburi fulani hivi dhidi ya adui zako, lakini uwe na uhakika unajua namna kuipigana vita. Sema amina. Elisha akamwambia, tuna nguvu za kupigana nao? No, yeye alimwambia walio upande wetu ni wengi kuliko upande wao. Alafu unajua akamwambiaje? Akasema, Mungu akupe macho ya kuona. Na akainua mikono akasema, Bwana mpe kuona, ninakusihi. Apewe kuona nani? Gehazi. Gehazi alipofunguliwa macho, Gehazi alipofunguliwa macho, lile jeshi la Washami lililokuwa limewazunguka kina Elisha. The interesting part ni kwamba malaika wengi wakiwa na farasi wa moto na upanga wa moto, wanaume, wamewazunguka wale wanajeshi wa Kishami. Wamezungukwa tika tika. Muda huo Elisha bado hajaamuru, manake wale malaika wanasubiri order kutoka kwa mwanaume. Sijui kama unanielewa. Wakati unawaza utashindaje vita, wako malaika wanasubiri amri yako uweze kuwaelekeza waende wakafanya uharibifu kwa adui yako. Ninakuombea kwa Bwana upate hekima na mamlaka ya kuwatuma malaika. Sijui kama ninaeleweka hapa. Walio upande wako ni wengi kuliko walio upande wa adui. Haleluya.
Kuna mtu analalamika ati mimi nina vita. Yaani mimi mtumishi nina vita. Kila mtu ninayemwazima masufuria waga arudishe. Yaani vita yangu kubwa. Una vita ya masufuria afu unatuletea sisi. Kila nikimkopesha mtu mimi hanilipi. Yaani nina vita kweli. Yaani mtumishi mimi ofisini ninasemwa a single mtu mmoja anakusumbua. Na una zaidi ya malaika 5,000. Walio upande wetu wako wengi kuliko walio upande wa adui. Una jeshi wewe. Angalia aina yako ya maombi. Huwa unaombaje? Huwa unaombaje? Kwa sababu malaika unakuaga nao wapo wanasubiri order. Wanasubiri amri. Wanasubiri waelekeze cha kufanya wafanye. Kama hautajua namna kuwaelekeza watakaa dormant. Wanaona unapopigana watakaa. Agiza uone. Kwani mara ngapi mmeona hapa watu wanapambana kushika mtu mwenye mapepo, wanapambana na wanamshindwa, baadaye mimi ninaamuru mwachieni, malaika kamata. Unaona analetwa, anashikishwa. Wangapi mmeshaona hiyo kitu? Mara nyingi, si ndio? Manake malaika wana nini? Wapo. Sasa kama hautawatumia utapambana mwenyewe. Wanakucheki tu, wanasubiri sasa tutafanyaje, hujatuambia. Wao ni mpaka waambie. Wapo. Agiza malaika uone picha lake. Yaani ukiagiza malaika mwanangu unaanza kucheki sinema. Tunasema acha movie ianze. Kula zako popcorn huku unaangalia sinema wanavyonyooshwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie jirani yako nayo hayo maarifa. Haleluya. Sasa wajumbe hawa wamewekwa chini ya wana wa Mungu. Waebrania sura ile ya 1 mstari wa 13 mpaka mstari wa 14. Umewekewa malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wako wajumbe ambao Mungu amewatia mikononi mwako. Wewe ndio unatakiwa kuagiza, lakini hujawahi. Nasema katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 13 mstari wa 14. Waebrania sura ya 1 mstari wa 13 mpaka mstari wa 14. Anasema, je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote, uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Anasema, je, hao wote si roho watumikao, sema roho watumikao, wakitumwa kuwahudumu wale watakao rithi wokovu? Manake malaika ni roho watumikao wanaotumwa kwa ajili ya wale watakao rithi wokovu. Wewe kama mwana wa Mungu, wewe kama mchaji wa Kristo, wewe kama muamini unayemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wako malaika ambao wanatumwa kukuhudumia. Swali ni, je, mara mwisho kutumia malaika ni lini? Mara mwisho kutumia malaika ni lini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi sura ya 34 mstari wa 7. Naomba ijaze kwenye frame. Zaburi sura ya 34 mstari wa 7. Okay, anasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Kumbe malaika kazi yao wao wanatakiwa kuweka kituo kukuzunguka na kukuokoa na wabaya. Kumbe wabaya wanakuwa gepo. Kazi ya malaika ni kuzungukia, kuwaondoa adui zako. Unaogopa majini, unaogopa mapepo, wakati unao malaika zaidi ya 5,000 ambao unatakiwa kuwatumia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nataka nikufundishe namna ambavyo kwa ufupi sana ni kuonesha sisi tunataka kwenda kutuma malaika gani dhidi ya adui zetu. Asilimia kubwa ya Wakristo wanaamini kwamba malaika kazi yao kubwa
kumwabudu Mungu, lakini kutumwa kwenda kubariki watu, labda kama ambavyo Yakobo alipokuwa anaomba kubarikiwa, alipomlazimisha malaika mpaka akambariki. Wanadhani malaika labda ni kwa kubariki tu, na asilimia kubwa watu wanadhani labda malaika ni viumbe wapole tu, wastaarabu na nini. No, malaika kama watenda kazi sio kama unavyowachukulia kwenye ufahamu wako. Achana kabisa na zile picha unazocholewa, ulizobandika ukutani. Malaika ana sura very soft, yuko hivi, ana sura kama ya mdada mlaini. Wewe, malaika ni viumbe wa tofauti. Haleluya. Wangapi wanakumbuka niliwahi kuwafundisha somo moja linaitwa angelic visitation, protocol of angelic visitation. Uliona wale malaika walivyo viumbe. Ndio maana kasome maandiko yako. Watu wote waliokutana na malaika, jambo la kwanza ambalo malaika waliwaambia wale waliowatokea, waliwaambia usiogope. Unaelewa neno usiogope? Manake wanapisha. Ndio maana ujumbe wa kwanza ilikuwa usiogope. Kasome maandiko yako, utaona namna ambavyo Danieli alivyokutana na malaika aliishiwa nguvu, akazimia. Anasema akawa kama mfu. Lakini kasome maandiko yako uone malaika aliyekuja wakati wa Yesu kufufuka, aliyekuja kuliondoa jiwe ili bosi apate kutoka. Maandiko yanasema aliposhuka na ngurumo, wale walinzi walivyomwangalia wakawa kama wafu. Wanaume na ndevu zao kama za kwangu hivyo wakazimia. Manake kama kuzimia si ajabu, pia na haja ndogo ilitoka. Wakiwa chini hawajitambui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kiumbe, unasema nini? Malaika unacholewa kwenye picha, unawaangalia wana mabawa wazuri those creature, hivyo viumbe sio viumbe kama unavyodhani. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Ndio maana kila walipokutana na mtu walimwambia usifae. Zaburi ya 78 mstari wa 49. Nataka nikuoneshe namna ambavyo tunaweza tukatuma malaika wakapeleka mabaya kwa adui zako. Zaburi ya 78 mstari wa 49. Anasema akawapelekea ukari wa hasira yake, ghadhabu na uchungu na taabu, kundi la malaika waletao mabaya. Naomba nijazie kwenye screen ili andiko. Zaburi ya 78 mstari wa 49. Nataka tusome wote kwa sauti kama macho yako yanaona ubaoni. 1 2 3, tusome kwa sauti. Tusome 1 2 3. Akawapelekea ukali wa hasira yake, ghadhabu na uchungu na taabu, kundi la malaika waletao mabaya. Ipo task force ya mbinguni. Jamani, kuna kikundi cha maaskari ukikiona tu, hata kama ulikuwa umeleta shida, unasema kumefanya nini? Kumekucha. Kumekucha. Hata kama ulikuwa umegoma, unaambia vipi, defender iko wapi nipande, mliokuwa mnataka nipande. Taingia mwenyewe, kwa sababu wale hawaulizi. Kuna wengine wakija ni wastaarabu, watazungumza na wewe. Alafu kuna kitengo chenyewe kijuagi kubembeleza, chenyewe kinakuja force. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maandamano sitaki kuyataja. Yale maandamano yalikuwa ni changamoto ya kiimani. Kuna kijana mmoja Temeke huko alikojolea kitabu fulani. Kwa kuna baadhi ya watu wakainuka, kukawa na vurugu fulani. Kuna baadhi ya watu wakaanza kuandamana, wanapambana, vurugu zikawa kubwa. Ilikuwa mwaka 2016 na 7 kama sikosei.
watu wakaingia mtaani. Ninakumbuka polisi walifanya wakaja FFU, afu hali kama ikawa inazidi. Sasa kukawa kuna maandamano maeneo ya Mnazi Mmoja pale na mpaka maduka yakafungwa. Nakumbuka Kariakoo, sijawahi kusahau. Kwenye yale maandamano zilikuja iveko za wale majamaa wenye mboga mboga. Nikisema wenye mboga mboga mnawajua wale jamaa ambazo nguo zao waga zina mboga mboga, vegetable wale jamaa zilipitishwa iveko za jeshi kama 4 zikazungushwa. Oya, hatukusikia mlio wa risasi labda au mlio wa mabomu au mabomu ya machozi. Yaani ghafla kila mmoja alikumbuka kwamba ana familia na alitakiwa kwenda kuwapikia watoto, kwenda sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Kila mmoja akawa bize ghafla, na pale Mnazi Mmoja kukawa kweupe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuuliza, yani wao walipita, walivyozunguka mara moja mara ya pili shwali, watu wakaanza kukumbuka kumbe unajua kuna mahali unaweza ukachizika kidogo. Hata pombe na yenyewe kuna mahali ukifika pombe wage naisha. Hivi kumbe nilikuwa nimelewa, basi ngoja nirudi nyumbani nikapumzike. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa shwari na hatukusikia kelele tena. Ndivyo ilivyo, kuna kikundi cha malaika. Hawa ni task force. Hawa wao hawana kuja kwamba Bwana awe nawe au amani ya Bwana iwe. Hawana hiyo. Kwamba wanakuja usiogope, wanakuja kuzungumza kwanza, amani ya Bwana iwe nawe. Bwana amenituma mwezi huu utapata mtoto mwanamume, naye utamuita jina lake Yesu. Au sio kikundi hicho? Wao wanaitwa ni malaika waletao mabaya. Wao kuua ni ishu yao, kuangamiza ni ishu yao. Ukiliagiza hilo kundi linaenda kutibua na kutifua. Sema amina. Kuna watu wamekuzoea vibaya, unatakiwa kuagiza malaika wapelekao mabaya kwa jina la Yesu. Malaika hawa wako mikononi mwako, wako chini ya uwezo wako kwa jina la Yesu. Kama mwana wa Mungu aliye hai uliyekabidhiwa hao malaika, agiza saa hii kila mtu ambaye ameinua vita na kukuzoea vibaya, peleka hilo kundi, lipo kwa jina la Yesu. Sema amina. Sema amen. Mifumo yote unayoiona hapa duniani na mbinguni iko vile vile. Kuna vitengo mbalimbali, mtu wa Mungu. Turudishie tena ile andiko mlijaza, yawezekana watu hawajaelewa. Zaburi ya 78 mstari wa 49. Haleluya. Zaburi ya 78 mstari wa 49. Anasema akawapelekea ukali wa hasira yake. Una hasira alafu bado umekaa. Una ghadhabu bado umekaa. Uchungu bado umekaa. Anasema kundi la malaika waletao mabaya. Unaweza ukatuma kundi la malaika. Hawa ni malaika wa Mungu kabisa. Wapo malaika ambao kazi yao ni kuharibu tu, hawajuagi kutengeneza. Hao ni kitengo cha bomoa. Unawajua bomoa? Ukitaka kuleta bomoa huu mtaa sasa hivi lije lile katapila, ndani ya dakika 5 utakuwa na uwezo wa kuona mpaka kule. Waliowahi kupitia hiyo changamoto wananielewa ninachokisema. Haleluya. Haleluya. Wapo hao, kazi yao wao ni kuharibu. Kitabu cha Samueli sura ile ya 24. Samueli wa pili, naenda kumaliza sasa, tuingie kwenye maombi. Samueli wa pili sura ile ya 24 mstari wa 15 mpaka mstari wa 16. Samueli wa pili sura ile ya 24 mstari
wa 15 mpaka mstari wa 16 anasema, basi Bwana akawaletea Israeli tauni tangu asubuhi hata wakati ulioamriwa, nao wakafa watu toka Dani mpaka Beersheba 70,000, watu 70,000. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyo malaika aliponyoosha mkono wake kuelekea Yerusalemu ili auharibu. Kumbe kuna malaika ndio aliyekuwa anafanya ili auharibu. Bwana Yesu asifiwe. Narudia mstari wa 16. Anasema, lakini huyo malaika aliponyoosha mkono wake kuelekea Yerusalemu ili auharibu, Bwana akagairi katika mabaya, akamwambia huyo malaika mwenye kuwaharibu watu. Malaika mwenye wewe sema kuna malaika walinzi, hakunaga malaika waharibifu. Shauri yako, sisi ndo tunajua. Wakati wenzio wanatuma majini, sisi tunatuma malaika waharibifu. Sema malaika walinzi, malaika wapole, malaika wa Bwana. Wewe kuna malaika wa Bwana, lakini ni mafia watata, na wamewekwa chini ya utawala wako kwa jina la Yesu. Sema amina. Mstari wa 16, huyu malaika alikuwa amekolea, ameua watu kutoka Dani. Na angalia hawa watu wanavyouawa, wanaonekana wamekufa kwa tauni. Ukiangalia hivi ni tauni, ni ugonjwa fulani. Ukiangalia kwa akili ya kibinadamu unaambiwa hawa ni virusi, hawa ni virusi, huu ni ugonjwa, hii ni virus imeingia, hawa ni bacterial infection imepita kwa watu. Kumbe kuna malaika ndio anayeharibu. Akinyoosha upanga hivi tayari inakula kwao, akinyoosha upanga inakula kwao. Ameua watu kwa tauni kwa masaa, watu 70,000. Alafu Mungu anazungumza na maandiko yanasema, mstari wa 16, lakini huyo malaika aliponyoosha mkono wake kuelekea Yerusalemu. Unajua Yerusalemu ulikuwa ni mji ambao umetunzwa, mji wa ushuhuda. Lakini huyo malaika aliponyoosha mkono wake kuelekea Yerusalemu ili auharibu, Bwana akagairi katika mabaya, akamwambia huyo malaika mwenye kuwaharibu watu. Kuna malaika ambaye ni special force kwa ajili ya kuwaharibu watu. Akamwambia, yatosha sasa, ulegeze mkono wako. Na yule malaika wa Bwana aliyekuwako karibu na kiwanja cha kupuria cha Arawi na Myebusi. Yaani yule malaika ni mpaka umzuie. Uishaye kumpiga adui yako mpaka unamrudi kumhurumia. Unasema basi sasa yatosha. Unamwombea tena rehema. Malaika ndo wanasimama. Wasiposimama wao wanapiga. Kuna kitu ambacho mimi waga nashangaaga wanadamu walivyo. Kwa hiyo wanadhani na malaika ndivyo walivyo. Wanadamu ukiwaambia piga makofi sasa hivi, ngoja, piga makofi. Mmenistukia kwenda, mmenistukia, mmekuwa wajanja sana nyinyi. Eti wameendelea. Lakini kawaida watu ukiwaambia piga makofi wanapiga kidogo wanaacha, si ndio? Ndivyo watu walivyo. Piga makofi, wanapiga, alafu wanaamua kuacha wao kwa maamuzi. Lakini kawaida unataka upige makofi mpaka kuambiwe. Sasa kwa sababu wewe ukiambiwa piga makofi unapiga na unaamua kuacha, unaamini kwamba na malaika ukiwaagiza kwenda kufanya jambo wanafanya, alafu baada ya muda wanaacha. Wao wanaendelea, wanaishi kwa oda. Kama umewambia piga, watapiga, wataendelea mpaka